Khairia Online TV, kisima cha maarifa na burudani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu zangu, leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Mkusanyiko huu ni mkusanyiko wa dua, kumuomba Mola kwa unyenyekevu kabisa. Kwa hiyo nimeona nieleze awali yale makasidi ya dua, makusudio ya dua yetu na nia halisi ya dua hii. Nimeeleza mwanzo historia ya hizi dua tulivyozianza. Kwa sisi mkoa wa Mwanza tuna zaidi ya mwaka mzima tunafanya dua maalum kwa ajili ya kuombea uchaguzi wa Tanzania. Tumefanya hivyo mpaka tukapewa majina mabaya, lakini wengine hatukuyaona mabaya. Tuliitwa wengine chawa, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu atuamulia, Mwenyezi Mungu atujibia. Kila mtu kaona ule uchawa wetu ulikuwa una faida au ulikuwa una hasara. Hajisemea rais wa Burundi, amani haina bei. Na akasema sasa Watanzania mtakuwa mmeelewa umuhimu wa amani. Maneno mafupi ya yule mzee rais wa Burundi, lakini yalikuwa mazito sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atuamulia ule ubishi. Mwenyezi Mungu atuamulia ule ubishi. Tulikuwa tunavutana sana kwamba haki na amani, nini kianze, nini kitangulie. Watu sasa kila mtu anajua umuhimu wa amani. Tumeingia darasani na wote tumefaulu kwa 100%. Hawa hamna mtu ameelewa umuhimu wa amani hapo. Kuna mtu ambaye hajaelewa? Sasa makusudio ya dua hii, kusema ukweli, ni tahtim. Yani tunahitimisha ule mtiririko wa dua zetu. Mtakumbuka tumefanya dua nyingi, tulifanya Gandhol, tulifunga saumu, tulifanya kule Pasiasi, tulifunga saumu, marakizi zetu vituo vimefunga kwa muda wote. Mheshimiwa Mufti Dr. Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah alielekeza saumu na dua mbalimbali, kunuti wakati wa matatizo yalipotokea. Sisi Mwanza tulikuwa tumeelekeza awali kusoma ile kullama uqadu nara lilharbi atfa'aha Allah, kumswalia sana mtume, kusoma jina la Mungu ya Latifu. Tumefanya hayo na ikawa tukatangaziana tutaanza tarehe 23 marakizi zetu kufunga mpaka tarehe 5. Ulipotokea umtikisiko tukaona tuongeze mpaka tarehe 7, yani jana Ijumaa ndio tulikuwa tunamalizia somo kwenye vituo vyetu. Na tukasema leo sasa tuitane wanamji wa Mwanza, watu wa mkoa wa Mwanza, ima kwa uwakilishi kwa namna tutakayojaliwa, tukiwa na watoto wetu, tukiwa na yatima miongoni mwetu, tukiwa na matalibul ilmu, tukiwa na mashehe zetu wa kata, maimamu, taasisi mbalimbali za Kiislamu, tumlilie Mwenyezi Mungu mambo haya yafuatayo. Kwanza, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu msamaha wa madhambi yetu. Lakini pili, tumshukuru Mola wetu kwamba kajibu dua zetu. Kwa kawaida mitikisiko kama hii ikitokea mahala huwa hairudi nyuma, huwa ikianza ndio imeanza. Lakini tumeshuhudia ukomavu wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan pale aliposema nchi irudi kama kawaida ile siku ya tarehe 3 mwezi wa 3, siku ya Jumatatu, na kweli nchi imerudi kama kawaida. Tunasema alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuseme wote alhamdulillah. Alhamdulillah.
Kwa hiyo ili tuweze kuendelea kufaulu ni kuendelea kumlilia Mwenyezi Mungu hayo yaliyotokea yasirudi tena. Lakini kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kudumisha amani ya nchi hii. Na Mwenyezi Mungu atuepushe na wale wote wenye nia mbaya na nchi yetu. Mwenyezi Mungu aitakase nchi yetu kwa macho ya ndani, lakini aitakase hata kwa macho ya nje, ya walio nje. Lakini pia Mwenyezi Mungu amuimarishe rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kama ambavyo tumeona ni mtu imara, ni mtu makini. Na kwa dua hii tutumie nafasi hii pia kumpongeza kwa ushindi mkubwa aliopata. Mwenyezi Mungu aulinde ushindi ule na ambarikie yeye na mwenza wake Emmanuel Nchimbi. Tunampongeza kwa sababu ni ushindi unaitwa labda unasema wa kimbunga. Mwenyezi Mungu kwa kweli ambarikie na aendelee kumhifadhi. Tunampongeza sana. Sasa dua yetu hii ni kumlilia Mola haya yaliyotokea asirejee, na Watanzania wasife moyo. Tumeshaambiwa nchi yetu iko salama, tuendelee kuchapa kazi, tuendelee kufanya mambo yetu. Na kuna watu walioguswa na mitihani, yote hiyo ni makadara ya Mola. Tumwambie Mungu wale waliopatwa na mitihani, Mwenyezi Mungu awape faraja itokayo kwake. Lakini mitihani ile inatokana pia na baadhi ya matatizo miongoni mwetu. Iwe ni sababu ya sisi kama Watanzania, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kuhakikisha tunaendelea kulea vizuri. Kwa sababu wakati mwingine kuna baadhi ya mitihani inatokana na sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mwenyezi Mungu habadilishi hali za watu, mambo ya watu walionayo, mpaka wajibadili wao wenyewe. Baadhi ya hao wanaoitwa wahalifu, ukiwatazama, hata ukitazama kwenye zile klipu, ni watoto wadogo 16, 22, 25. Hawa wote ukitazama wana wazazi, wana walezi. Kwa hiyo inawezekana pia kuna tatizo kwenye ulezi na kwenye malezi. Mtakumbuka Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah, ameweza kutunga mpaka kitabu Mmomonyoko wa Maadili, nani alaumiwe? Kile kitabu ndio jina lake, Mmomonyoko wa Maadili, nani alaumiwe? Tafsiri yake hakuna wa kulaumiwa, hakuna mmoja wa kunyoshewa kidole. Sote serikali ina wajibu, wananchi tuna wajibu. Ile habari kwamba serikali iponye madonda ya watu waliopata matatizo, serikali peke yake itaponyaje? Sote tujikague, hata sisi viongozi wa dini tujiangalie. Je, kati yetu sisi tulipata kushabikia uhuni huu? Sisi wananchi tumepata kushabikia uhuni huu? Sisi wana michezo tumepata kushabikia uhuni huu? Sisi wafanyabiashara tumepata kushabikia uhuni huu? Kwa hamna habari ya serikali ndio inyoshe kidole eti tibu madonda, itoe majeraha, sijui ifanye. Sio serikali peke yake, ni sote. Mufti alitunga kitabu kitambo, anasema uvunjifu, mmomonyoko wa maadili, nani alaumiwa? Ukiangalia vizuri ni kitu kilichopotea kati yetu, ni akhlaq, ni tabia tu, maadili mema. Tumekuwa na vijana leo hawakataziki, hawaambiliki, wanajua kila kitu, wakiamua kufanya wanafanya, kitu ambacho hakiwezekani. Hatuwezi kuishi katika jamii ya kambare, kila mtu kuwa mkubwa, kila mtu kiongozi. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe uwezo wa kulea vizuri, atupe uwezo wa kufunza vizuri. Sisi viongozi wa dini, Mungu atupe kabuli ya kusikika na kusikilizwa na waumini wetu. Dini zote tuziombee Mwenyezi Mungu atupe kabuli ya kusikika na waumini wetu. Kwa dua hii kimsingi tumeitana kwa jambo hilo. Lakini wale waliopata mitihani ya biashara zao kuharibika, mambo ya kuharibika, Mungu awape faraja. Waliopata mitihani ya hivi na vile, Mwenyezi Mungu faraja itoke kwake Mwenyezi Mungu. Lakini sisi kama wana Mwanza Waislamu tumejikusanya hapa kwa lengo la kufanya dua maalum. Lakini dua hii isiishie kwenye matatizo tu haya, isiishie kuiombea tu nchi, isiishie kumwombea tu rais na sisi wenyewe. Maawa Secondary School wanaotangazia nafasi za masomo kwa wale wanaohamia kidato cha kwanza na cha tatu, na nafasi za pre-form 1 pia tunazo. Shule ipo katikati ya jiji la Tanga, mkabala na kituo cha afya cha Ngamiani. Shule ina mazingira mazuri ya kujifunzia, maktaba na maabara za kisasa. Shule ni ya bweni na kutwa kwa wanawake na wanaume. Kwa elimu na maadili bora, mlete mwanao sasa Maawa Secondary School. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0653 0587
0715 au 0715328639 au fika ilipo shule yetu. Maawa Secondary School, elimu na maadili bora.